Karibu mtazamaji wa Bongo Headlines, hapa tupo kwenye makao makuu ya Azam TV na leo draw ya CRDB Federation Cup ilikuwa yanafanyika hapa ndani, na katika hatua hiyo ya robo finali nani ameshajua anaenda kukutana na mwakilishi wa Singida Black Stars ambayo pia imevuka katika hatua ya robo finali na inaenda kukutana na timu ya Kagera Sugar. Tunazungumza naye kwa namna ambavyo ameipokea draw kwa siku ya leo. Kaka, habari yako? Salama. Uko vizuri? Niko vizuri. Singida Black Stars kwenye hatua ya robo finali mnaenda kukutana na Kagera Sugar. Nyie kwenu mmeipokeaje draw na mnachukuliaje wapinzani wenu? Kwanza ni draw nzuri kwa sababu imekuwa na uwazi. Na Kagera ni timu nzuri, nafikiri watu wote wameona matokeo yake karibuni, imeimarika na ni timu ambayo nafikiri itatoa upinzani wa hali ya juu. Kwa hiyo tunategemea inakuwa ni mechi ngumu, mechi nzuri, na kwa sababu ni mechi ya robo finali nadhani kila mtu atakuwa amekuja akiwa amejipanga vizuri, na sisi tunategemea tutapata ushindani kutoka kwao. Kwa hiyo tutajipanga vizuri ili tuweze kufanikiwa kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Malengo ya Singida Black Stars kwenye michuano hii ya CRDB Bank Federation Cup ni yapi? Malengo ya kwanza kabisa ni kufika finali. Pili ni kuchukua ubingwa wenyewe. Tatu ni kwenda kuwakilisha nchi kwenye michezo ya kimataifa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuko kwenye malengo, tuko kwenye njia ya malengo. Kwa hiyo ina maana kwamba lazima tujizatiti ili tuweze kuafikia malengo yetu. Na moja wapo ni kuweza kushinda mechi ambayo inakuja kwenye robo finali. Hiyo nafasi unaiona? Nafasi ipo. Kama nilivyokuambia kwamba sio mechi rahisi, lakini kwa sababu tuko kwenye malengo na tuko kwenye njia ya malengo, mpaka sasa hivi tuko kwenye njia yetu. Kwa hiyo inabidi tujizatiti na jipange vizuri kuweza kushinda hiyo mechi ili tuende kwenye hatua nyingine ya nusu finali. Lakini umeonaje draw ya leo na mashindano haya pia umeyatazama kwa sura gani? Mashindano mazuri kwa sababu kila mwaka ukiangalia huko nyuma na tunapozidi kwenda na sisi kuimarika, inazidi kuboresheka, na ndio maana nimesema hata draw yenyewe tumeona jinsi ilivyokuwa nzuri. Haiwezi kuwa na malalamiko aina yoyote. Iko very open, transparency ya hali ya juu, na ni kitu kizuri, na tunashukuru wadhamini wa haya mashindano kwa mazidi kuyafanya yanazidi kuwa na chachu na inaleta ushindani katika mpira wetu na inazidi kuwa na development katika mpira wetu pia. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa wadau wote, tukianzia kwa Federation, CRDB na wadau wote ambao wameshiriki kwenye kuandaa mashindano, kwamba wanafanya kazi nzuri na wanazidi kuweka chachu kwenye mpira wetu. Umetoka katika poti ya kwanza, na kama walivyotueleza TFF, poti ya kwanza ndio anakuwa ni mwenyeji, mtakuwa nyumbani pale katika uwanja wenu mpya wa Airtel Stadium. Hivyo mnawaambia nini watu wa Singida Black Stars, wadau mbalimbali na mashabiki? Kwanza waendelee kuishabikia timu, kuisupport team, kwa sababu wao ndio washabiki wetu, ndio wachezaji namba 12 kwa ujumla. Kwa hiyo waendelee kusupport team kwenye upande wa ligi, kwa sababu bado tuko kwenye ligi bado inaendelea. Kwa hiyo tunahitaji support yao, na vile inapokuja michezo yote ambayo tutashiriki, wao nyuma yetu ili tuweze kufikia malengo yetu. Shukrani sana.